Well,
marehemu Dennis Matias Filipo Jikunda Jalika, Beda Jikubadilipo, Matias Filipo, Matias Filipo, Mungu anafariji. Kuwaombea marehemu Francisca Mkize, Agosti Ndoro, Antonia Ndoro, Wekati Shirima, Mungu anafariji. Kuwaombea watoto wote wa kidato cha nne wanaoanza mtihani ya taifa kesho, kwa wote wa kidato yote waliojifunza wafanye vyema kwa uzuri. Mungu anawabariki. Viongozi wa shule ya Elizabeth wanashukuru kwa ajili ya wanafunzi wao waliofanya mtihani kwa uzuri. Katika shule kwa kubariki zote, Mungu na uongozi wa shule ya Elizabeth. Kuwaombea marehemu William Jackson Nyuma, Peter Jackson Nyuma, Mungu na familia. Kuwaombea Jackson na Prosper wanaojiandaa kufanya mtihani wao wa kidato cha nne, Mtakatifu wawakushi wote waliojifunza na kuwaongoza kwa malezi ya Mama Maria, Mungu na mzazi. Mshukuru Mungu kwa ajili ya changamoto walizopitia kwa kununuliwa na magari yao na kufunga Roho Mtakatifu awape utulivu na hekima. Mungu anawafungulia mshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wao wafanya vizuri kwenye masomo yao ya ulinzi Afrika mzima, anawajalia katika njia yao kwa kutumia ya Yesu. Tunganisha na hizi na nia zetu wenyewe, tujiweke kwenye mwanya na kushukuru na zetu, usaidizi kwa maisha yetu. Kami mempunyai Mwenyezi anakujalia dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Somo la kitabu cha nabii Malaki. Angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote kiburi na wote wajengao uovu watakuwa mabaki. Na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala taabu. Lakini kwenu ninyi mnalolicha salama, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kiitikio: Bwana anakuja, awahukumu mataifa kwa haki.
Somo hili, somo katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike. Wajua wenyewe jinsi wapasavyo kufuata, kwa sababu hatukwenda bila wanafunzi wengi, wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa tabu na masumbuko, usiku na mchana, tulitenda kazi ili tusimwonee mtu wa kwenu awayeyote. Si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu mtufuate. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Maana wasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Basi wawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo, watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Neno la Mungu.
Wakati ule watu kadha kuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopangwa mambo mazuri na sadaka za watu. Yesu alisema, haya mnatazama, siku zinakuja ambapo alisalia jiwe juu na jiwe ambalo halitakumoshwa. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini ishara ya kuwa mambo hayo yatatukia? Akasema, angalieni msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja jina langu wakisema, mimi ndiye, tena majira yamekaribia. Basi msiwafuate hao. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, maana hayo hayanakuja kutukia kwanza, lakini ule mwisho hauji upesi. Kisha aliwaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi na njaa na tauni mahali na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Lakini kabla hayo yote hayatokea, watawakamata Wayahudi, watawapeleka mbele ya masinagogi, kuwatia gerezani, mkipelekwa mbele ya wafalme na makuhani kwa ajili ya jina langu, na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu. Basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri kwanza mtakapojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wengi wote hawataweza kushindana nayo wala kupinga. Nami mtathibitiwa wazazi wenu, ndugu zenu, jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawahakikisha yenu, nanyi mtafikiwa watu wote kwa ajili ya jina langu. Walakini hautapotea hata ujumbe mmoja wa vichwa vyenu, nanyi sura yenu mtaziponya nafsi zenu. Neno la Bwana. Wakristo wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Naomba nikukuu maneno machache kutoka masomo yetu matatu kwenye somo la kwanza, kwa sababu tunaangazia kwa taswira ya siku hizi na nyakati zetu, na hasa siku za mwisho. Nabii Malaki anatuambia, angalieni siku zile inakuja, inawaka kama tanuru. Paulo anawaandikia Wathesalonike kuhusu maisha yao walikuwa wanaishi kwa kuishi katika mambo tu. Akawaambia kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, wao kwenu wanaendelea kutaratibu, wana shughuli zao, lakini wanajishughulisha na mambo mengine. Na kwenye somo la Injili, Yesu anawapa tahadhari wanaomsikiliza sisi leo kwamba msitishwe, maana hayo hayatakuja kwanza, lakini kule mwisho
auje upesi. Tumsifu Yesu Kristo. Uzangu kwa mwaka wa 2000 kushusha mwaka 1999 kulikuwa na vitisho vya namna hii kwamba ulimwengu ulikuwa unakaribia mwisho wake. Na kwa kanisa kule nyumbani kwetu na mama mjane jirani yetu akachukua zile maneno kuelezea kwamba kweli ulimwengu unaisha. Yule mama akaanza kuuza mashamba. Ile mashamba na kipindi kile kama watu wa kuzaliwa hizi ulipofika chapati mpaka wakiwa pale ule mvuto siku hizi sijui kwa sababu ya chapati hata mandazi ya kijani kama ni chapati kile ndio chapati unaanza kuomba vitu na uwezo ule ni kwa kila wiki wetu chapati kwa nyangasa wanakula chapati kila wiki. Kwa hiyo sisi ndani kwa chumvi ndogo kama hata nyumba unajua kitu ndio kwa kitu kwa maisha. Walikuwa wanataka kustahi kwa sababu ilikuwa inakaribia mwisho wa ulimwengu. Ilikuwa tarehe 1 mwezi wa kwanza 2 ulimwengu unaisha. Baba wa watu kaishi maisha hata sasa. Yupo kila siku yale nyumbani kwa anajisi mbele kabisa kwa sababu kipindi kile akuchukua tahadhari ya kusema na hichi kwamba ule mwisho hauji pesa akaanza kushika maisha ya Wathesalonike. Hapo mzikazi mwaka 2020 corona ikaja, tukasema basi hii ni ishara kwamba ulimwengu unakaribia mwisho. Wengine wakaishi wakati basi mwisho umefika, kuna Valentine kwa ndani, bado mwisho haukuwa umefika. Hapa tusikane baada ya hiyo kidogo. Tumepata taarifa kwamba Mungu akapigwa, wengine wakasema kweli ndio mwisho nini? Mtakatifu. Lakini leo tupo tumekuja kusali hapa. Ndio ndio tunakuja kanisani kusali hapa. Na maana kwamba haya maneno Yesu anakuambia kwamba utakuwa na vita, utakuwa na machukizo, utakuwa na mambo kama haya. Lakini anasema lakini ule mwisho ni pesa. Ina maana kwamba sio tunakaa taswira ya maisha ya baadaye. Kipindi cha mwisho itakuwaje? Tutaendelea kama mambo yanatokea. Tumemaliza kupeleka moja kwa moja. Na sisi tutazame mwisho wetu utakuwa nini? Utakuwa wa ndani. Tumejiandaa vipi? Lakini ule mwisho hauni pesa. Ili basi jambo tunaliona taswira ya siku ya mwisho. Tunahitaji na sisi basi maandalizi yetu ya siku hiyo. Iposa hii siku ambayo tunasoma kwanza, angalieni siku ile inakuja inaona kama nini. Basi kama hii siku inakuja itanikuta nikiwa mtu wa namna gani? Kwa mfano leo ikitokea kwamba basi leo ndio mwisho wa dunia, bila kuja hapa kanisani ishuke tunafikia pale. Na kawaida wanasema bana msaidie kijilio kwa sababu kwa hapo tayari nataka kusimamisha kile kwa maana na mimi nataka kijilio kwa sababu sisi sote bado tuko tayari kwa sababu siku na kule tajiri ni Baba Mtakatifu Francisco kabla kutaka alikuwa katika kule kama kanisa. Na wakati anazungumzia swala hili nzima basi kwa mwisho takaenda kwa Tanzania tunaweka wote pale kwa maneno. Lakini ilikuwa ni maandalizi ya siku hii ya mwisho. Akawaambia basi kanisani sababu sisi tunapokea Mungu na Mungu kufanya tathmini ni nani yuko tayari. Na akawa ameweka kunyoya kwenye mfuko wake. Akatoa kunyoya akisema basi nitakuuliza kunyoya. Na kama uko tayari kama ni makabila mambo kuhusu basi utoe kitu kwako basi wewe usije. Na akatoa kunyoya.
tukaanza kutumizi. Tumsifu Yesu Kristo. Ajabu ni kwamba ulikuwa ukifikia kwa kapitani alikuwa na kutoka kwa kweli. Kila mmoja wao kama kama anakuuliza mauti yanafanya nini? Asimkute. Kwa sababu na wazo hili ili unapoishi maisha haya ili tuokamilike kwa siku hii ambayo ni ya vitisho, siku ambayo tunahubiri sisi tunaishi maisha ya Wathesalonike au Biblia iliyopita ni somo la Injili. Masadukayo walikuwa ni matajiri, hawakutegemea kwamba kuna wokovu, walisema wao wanaamini kama kuna wokovu. Na sisi tunaishi maisha ya Masadukayo au tunaishi maisha ya Wathesalonike, watu ambao hawana imani ya maisha ya baadaye. Basi ningependa nikianza Jumatatu iliyopita Paulo alikuwa anawaandikia Wagalatia. Leo tunasoma Wathesalonike ambao wao walikuwa Kristo anatupesa wakaanza kuishi tu watu wao kuna na kunywa. Paulo akawaandikia Wagalatia akamwambia basi naomba shike tahadhari ya maisha ya mwili na akawaomba basi wazingatie maisha ya kiroho. Na ningependa nizataja hapa matendo ya mwili ambayo hayakusaidia kutengeneza hekalu letu la milele. Kwenye somo la kwanza wanajua ni hekalu lilikuwa libomolewe lile. Hekalu lao ambalo lilikuwa ndio kilele cha mambo yote. Ushawishi mkubwa katika maisha ya watu wa Israeli kwenye Yerusalemu. Na sisi ushawishi wa maisha yetu ni mwili wetu sisi wenyewe. Mwili ambao unahitaji maandalizi ya siku hii inayokuja ambayo inawaka. Basi mambo ambayo tunataka hapa kwa kuandikia Wagalatia sura ya 5 mstari wa 18 hadi 22. Baada ya mwili naomba nikitaja tu kusema tukemea. Na kama unataka kukemea basi utapata mnao ile kuhubiri. Nikitaja moja ukasema tutakemea. Kwa sababu amesema mambo 15. Na usiniambie kwamba haya yote hadi mimi sina hila hapa. Kwani kitabu mmoja unasema tutakemea. Uchafu. Si mseme tukemea jamii. Uchafu. Nataka kusikia sauti ya Mungu. Uchafu. Ufisadi. Ibada za sanamu. Wivu. Najua nakemea na ndio wengine hapa ndio wanaonea wivu kama wanasema tu hapa. Wengine walikuwa na watu juzi kwa muda kitubio wakati wamepata misali. Basi mmoja huyu hata hajaweka vizuri. Yaani wivu kwa vitu vidogo vidogo sana. Unapata wengine wanataka kwenda mbinguni lakini bado tuna wivu. Tuendelee hasira. Fitina. Tuko watu wamejaa kwa kufitina watu. Watu ambao hataki watu wapatane. Watu wakutenganisha watu. Sasa ikitokea hii sio adhimisho la maneno wote na watakatifu wote. Sisi wenyewe tunaona kwamba tunafanana na malaika. Kama tutafakari ni malaika ambaye sio mbinguni kimekuja ambao cha kufitina watu. Utakuta mko yangani huko mbinguni. Tunataka hii ya mwisho na kutaka nini? Tamu. Mbona mambo ambayo yanasoma kwa tahadhari ya mambo haya ya kimwili ambayo yaliwasonga Wathesalonike. Tunaendelea. Uzushi. Hii naomba kuongea kwa sauti ya chini. Uasherati. Naomba kwa sauti ya chini kwa sababu kitu kilikuwa na kipindi na wanandoa. Nikawarushia hii leo kwa sababu siku hizi nikimaliza kipindi Jumanne Jumatano ni tetezi za muda wa kusini. Fadha mume wangu ni mchepuko, mume wangu sijui ana familia nyingine. Yaani wale inakuwa ni kawaida kuchiti na kuchepuka. Ndio mambo haya na basi hii siku inapokuja kwa kuchukua tahadhari isikuje kama kipindi hiki lakini ndio mambo haya. Inaendelea. Ulevu. Kwa hiyo tutakao kwa mbinguni na kibalo wamelewa. Msiwe Yesu. Mambo haya kwa na mafasi mambo haya kile kutembea ingine ulafu na mtoto niliambia hapa mpaka mimi nione inanipa mengi China ndio yake kula unapata kuna yani ulafu mingi sana yani ulafu sio kwamba kila kitu mimi nataka kujikusanyia kila kitu ni mimi ile tulipa milioni soma kila kitu ni mimi
matunda ya Roho Mtakatifu. Kisema mmoja anasema upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Mambo haya nimeyataja kwa sababu hizi mambo yanakuwa pale sisi isitukute na sisi wenyewe bado hatuko tayari kumpokea Kristo ambaye ndiye kuja kama hakimu mwenye huruma. Lakini na sisi pia hii siku ifike, utakuwa umetenda nini ambacho kinaweza kumshawishi Kristo akasema labda huyu mwenye huruma aingie katika lango la mbinguni. Alifika mama mmoja akawa amekufa, akazikwa na akaenda kuzimu. Alipoitwa alipokuwa kule, Petro kama anapita kuangalia wale ambao wanaweza wakahukumiwa. Yule mama akaulizwa, ulifanya nini kule duniani takusaidia kuingia kwenye uzima wa milele? Akasema, nilimsaidia mama mmoja na alikuwa kuniomba kitunguu. Akampa kitunguu kile cha maji kwa matamu. Basi akaambia, basi kitunguu hiki basi panda tu mbinguni. Wakawa anampa kile kitunguu kimsaidia kwenda mbinguni. Yule mama aliyemsaidia kile akiwa yeye nyuma yake pale na yeye anaomba msaada wa kama mbinguni. Akaanza kuingia mbinguni yake wapengine wawili watatu. Wakati mama anataka kuingia mbinguni sasa, msikilize mbinguni wao lakini ilitokea. Yule mama akaona, sisi hizi niliwasaidia mpaka niwasaidie kuingia mbinguni. Akaanza basi kuangalia watu wakaokoka. Basi wakaona watu wengine kuwasaidia wote. Basi akamwachia mama pia akarudi kule jehanamu. Kwa sababu ya nini? Umekuwa mpaka binafsi wako umeenda binafsi kule jehanamu. Naomba tutafakari. Hili ikitokea hasa mambo yanataka. Ni nini ambacho kitatufanya na sisi tusimkaribie Kristo ambaye anatupokea? Kwa sababu sisi tunapokuja hivi vitu tunavyosikia, lazima na sisi tujiepushe na mambo ambayo yanatupeleka kinyume na mapenzi ya Mungu. Naomba leo tunatafakari hekalu ambalo lilikuwa limefunguliwa, ili ambao tunasema ilikuwa ingejengwa kule Yerusalemu. Na sisi tuangalie hekalu mingi sana. Na kile kama kiamchaji hapo chama kizake, lakini kupotosha mwingine anayekaa pale kama kwa kufikia watu umesikia kama walisalimu hawana shughuli kwa mambo kuambia. Na tuko hapa tumeenda hapa anakuwa msile kama mfanye kazi kwamba wanajishughulisha na mambo ya wengine. Tumeenda kukaa kwenye kituo chetu ni kusema watu mwanzo mwisho. Kwa sababu tunapita pale umeshakuwa mawingi umekuwa nguo ya umekuwa mpaka ya ndani. Tunamsema Mungu mpaka mwisho wa siku hajabaki chochote. Tuanze kujishughulisha na mambo ya wengine. Tuanze kujiandaa siku yetu. Baada ya kujiandaa wanakuwa wanapata kupiga huko. Kesheni kila wakati. Kwa sababu wakisikia wanasema tuanze mambo haya mapema. Jambo hili linakiri kesheni kila wakati kwa sababu ya Yesu Kristo. Ndiye pamoja kwa mtakatifu. Awe basi tusimame kwa pamoja kusoma hiki kusikia na sadiki kwa mmoja.
Ndugu zangu, kabla ya Yesu dunia na historia yake yatokea mambo mengi ya kutisha, mengi ya kudanganya na kushawishi kumwache Mungu na kuwasikiliza viongozi wa uongo. Muombe Mungu akusaidie usinaswe kwa upepo kwa haki ya Mungu. Duniani, lakini wengi hawakujali, bali wanasahau. Tusaidie tusinaswe na kushika katika hila za Shetani. Tuimarishe kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu ili tuyashinde magumu tutakayokutana nayo katika imani yetu. Utupe moyo wa kukubali kushindwa kwa ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema wetu. Katika maisha yetu tunagundua na tunavumilia magumu na mateso. Tushike mikono yetu ili tusikate tamaa ya kupata ushindi katika wewe, Bwana. Tusindikize katika safari yetu ya kuja kwako, tuvuke mabonde ya magumu na vikwazo kwa usalama, ili kufika mbinguni, Bwana. Ee Mungu wa milele, tujalie imani katika misukosuko ya dunia. Yasikilize maombi yetu na kuongoze tushiriki kwa uthabiti maneno ya Mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu. Haya itani zaidi,
Yeye alifanya sisi tuwe kwako sadaka tukufu milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenyeji mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu Maria Bikira, Mtakatifu Agustino na mitume wako wenye heri na masihi wako, na watakatifu wote ambao watakuombea kupata neema na msaada wa Kristo yao mbele zako. Tukuomba ya Bwana, huyo ndiye Baba wetu, leta amani na wokovu duniani kote, twende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalokuja duniani, pamoja na mtumishi wako Papa Leo wa 14 na mkuu wa nchi Henry Mungu mtumishi wake, pamoja na maaskofu wote wote na wafanya kuwa taifa lako. Usikilize kuomba sauti kama hii nzuri na Baba yetu kwa yako mtumishi wako ambao wanafanyika duniani. Kama tunao kutupa neema, ondoa dunia kwa kupendeza. Nasi tumaini kutoka kwa Mungu, ili kuweza kusimisha milele kwa Mungu wako. Pia Kristo wetu, ambaye kwa yake tunafikia Mungu kama
Happy